Dane bwana Mblat. Bwana mimi nataka uniambie umekuja hapa kwenye hafla ya rais wa klabu ya Young Africans baada ya kuteuliwa kwenye nafasi kubwa kule FIFA. Wewe umepata mwaliko huu kutoka wapi au ni mapenzi yako tu kwa mpira wa Tanzania? Ujue mtu wa football, na ukiona ngoma wenye ngoma ndio sisi, na ukiangalia duniani wenye mpira wao ni FIFA. Utakiwi tena tujaji kwamba alipata labda ile nafasi sijui kwa staili gani, mradi kwa mafifa amemwizinisha. Sisi tunakuwa tuko nao sisi watu wa football. Hata ukiangalia sio yeye peke yake, kuna ule dada mmoja na kuna wale Skaria, wote nao wamepata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni jambo la faraja, jambo la heri. Sisi wote ni watu wa mpira wa miguu, ndio starehe yetu. Kwa mfano kama mimi sina starehe yote zaidi ya football, ndio starehe yangu na kushiriki ibada tukakaa. Nakujua. Chumvi ya mawe. Unamzungumziaje sasa rais wa Yanga kwa kupata hiyo position? Ni jambo la faraja na ni jambo la heri kwake mwenyewe binafsi. Amepambana kadiri ya uwezo wake ndio ilipofikia. Ni jambo kwa kweli la kumpongeza. Na ukiangalia kila mtu anataka nafasi yake ipate, lakini ikifika wakati utafanikiwa kuipata. Nampongeza kwa hichi ambacho alichokifanya na hichi alichokipata. Manake hii ni nafasi kubwa, bila shaka inaongeza uzoefu katika karia yake ya mpira. Uoni pia kwenye uongozi wake kama itawasumbua nyinyi sasa wapinzani wake, kwa sababu atakuwa anapata experience kutoka kwa viongozi wakubwa FIFA, anakutana na watu wengi. Kama juzi tu alikuwa Roma Italy, alipata mwaliko wa rais wa PSG ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya. Uone experience, uzoefu anaopata kama utazidi kuwaletea shida kama wapinzani. Sasa tukirudi huku ndani, shida inakuwa ngumu kuwa kwenye shida, kwa sababu hili ni swala la kififa, na kama ni mjumbe wa vilabu kwamba kusema kwamba shida kwenye ligi yetu itakuwa kila timu ujue na style yake jinsi inavyoandaa mazingira kupata matokeo na kuwaletea wachezaji iliyokuwa nayo. Kwa hiyo kwenye mpira wetu iko tofauti na yeye cheo chake jinsi kilivyo. Cheo chake ni rais wa mjumbe, yani ni mjumbe wa vilabu barani kwenye FIFA. Kwa hiyo ni kama mjumbe hii kwenye vilabu haitoleta shida, ni jambo la kawaida tu katika mchezo wa mpira miguu. Ni kumpongeza kwa hiyo hatua ambayo aliyoifikia. Hata mimi chumvi ya mawe vile vile natamani vile vile niwe shabiki bora vile vile FIFA nao wanitambue. Simba Ulaya huyo. Kwa hiyo ni jambo la heri. Kwa hiyo ni jambo kwa kweli la kumpongeza. Alisumbui ligi yetu mwenyewe, unafikiri ukiangalia labda sana kule FIFA alikokwenda sana ajitahidi labda kuwa karibu labda na TFF na bodi ya ligi, tuboreshe labda viwanja vyetu. Nafikiri vingi vimekuwa havina ile quality ya kupiga mipasi mingi ambayo kana kwamba mimi napenda kufarijika. Viwanja vingi vinakuwa kama kile sani cha kukanga bisi ile muda mwingi kinarukaruka. Juzi kawaje tena mkapigwa 4? Chumvi ya mawe hapa tumekuja kwenye swala lingine tena. Unaleta tena kwenye swala hilo la mbaya bwela. Hilo tuliacha hapa, tumekuja kwenye mambo mengine bwana. Chache kwa sababu tunaenda kwenye ligi ya mabingwa mkondo wa pili, kwa hiyo watu wangepata feedback kidogo. Hiyo kama kwa vile chumvi ya mawe wewe mimi nakujua ndugu yangu. Unaga baya na mimi ukiniuliza swali nataka nikujibu japo hapa sio sehemu yake. Nitakujibu. Tulicheza nao mechi ya kwanza tulipata 2-1, mechi ya pili tumefungwa 4-1, na kama ulivyokuwa unajua tena ukinunua panga kali au kisu kikali lazima ukatesti kwenye mpingo au kwenye chuma. So unanunua panga kali kisu kikali unaenda kutesti kwenye mpapai, hapo na hujafanikiwa chumvi ya mawe. Kuna wengine wana testi kwenye mpapai. Hiyo sasa unasema wewe chumvi ya mawe. Godi, mbona unacheka sana? Wewe umefurahi sana kusikia matokeo ya mnyama Simba Sports. Leo kwa sababu tuko kwenye jambo la president, mwakilishi wa FIFA nchini Tanzania, wacha tumzungumzie rais wa FIFA, yani mwakilishi wa FIFA Tanzania, si ndio? Lakini ili swala lao kukandwa hii tuliache Dede, tuliache sababu ndugu yangu naweza nikamkwaza akashindwa kuendelea na shughuli. Kwa karibu sina kukaribisha kama mashabiki wa FIFA ambao tumefurahi sana kiongozi wetu kupata nyadhifa kubwa, lakini kama Mtanzania mwenzetu, kama mwandamizi kwenye football ya nchi hii, kupata nafasi kwenye FIFA ni kiasi kwamba na sisi mpira wetu saizi unatambulika duniani na viongozi wetu wanatambulika duniani, kwa maana sio watu wabaya, watu wanaongoza mpira vizuri. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufurahia tukio la leo na kuwakaribisha ndugu yetu. Kaonyesha uungwana na uungwana. Mjamwalika? Tumewalika watu wote wa mpira. Na uzuri peji ya Yanga imealika kila mwana mpenda mpira, si ndio? Inawezekana huyu bwana usijue labda akatumwa message, lakini inawezekana pia kaona kwenye peji akasema hapana, siwezi kuacha kwa sababu yeye ni mtu wa mpira kaje.
na sisi tutawapokea watu wote wa football. Na Godi kazi hapo. Kuna watu walikuja, tuliwaalika tu vizuri kwenye iftari, watu wakaleta maneno. Huyu amekuja kama mdau wa mpira. Kwa sababu inaweza ikaenda mitandaoni ikaonekana sasa huyu kama anashirikiana na Yanga. Huyu amekuja kwenye shughuli. Ingekuwa futari ingekuwa nini usingeniona. Hili jambo la football. Kwenye view kumi usingeniona. Mimi mtu wa football nimekuja kwa ajili ya mpira tu basi. Sida na mblat. Pasi nyingi. Sema nao. Shamba